Albert Omondi Ojwang. Na nimpongeze Seneta wa Migori Eddie kwa kuleta taarifa hii, kwa sababu wakati huu, Bwana Spika, kwa nchi nzima kuna tanzia kwa sababu ya kumpoteza kijana barubaru, kijana ambaye alikuwa ana maono, Bwana Spika. Na hii imekuwa ni kama kawaida, kwa sababu inaonekana watu wanaongea na polisi, maafisa wa usalama wamezoea, watu wataongea watanyamaza. Bwana Spika, anasema hivi kwa sababu kuna taarifa ambayo tungetaka kujua kile ambacho kilimuua padre ambaye anaitwa John Maina Ndegwa wa Boyman. Vile vile taarifa kuhusu padre ambaye anaitwa Alois Cheriot Bet. Lakini Bwana Spika, ikiwa taarifa kama hizo wezi kazipata, wanajua ya kwamba hata huyu kijana ambaye tayari tunaambiwa ya kwamba na maafisa ambao wanatuambiwa kwamba watafanya uchunguzi wao wa kwanza walisema ati katika seli Ojwang alijigongesha kwa ukuta. Bwana Spika, huyu Ojwang hakuna mahali kunasemekana alikuwa na ugonjwa wa kifafa ati alianguka. Ni wazi julikane alipokuwa akichukuliwa Homa Bay, maafisa wa usalama walihakikishia wazazi wake ya kwamba ako sawasawa na atapatikana akiwa vile vile. Bwana Spika, alitoka huko akiwa buheri wa afya, lakini ukiangalia ripoti ya upasuaji wa mwili wake inaonyeshana ya kwamba alinyongwa, na vile vile inaonekana ya kwamba alipigwa kichapo cha mbwa kuingia msikitini. Bwana Spika, hii ni aibu kwa maafisa wa usalama, kwa sababu wao ndio wamepewa jukumu kulinda mali na maisha ya wananchi. Bwana Spika, sasa inafika kiwango ya kwamba wananchi wanashindwa, wakimbilie majambazi? Hapana. Wakimbilie polisi? Hapana. Kwa sababu Bwana Spika, Inspector General wa polisi anapaswa kuitwa hapa aelezee kinaga ubaga, naye naibu wa Inspector General wa polisi ambaye anatuhumiwa ya kwamba haya mambo yametendeka kwake, Bwana Spika, anapaswa kuwa amejiuzulu. Na si hiyo peke yake, Bwana Spika, samaki anaanza kuoza kutoka kwa kichwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anapaswa akija hapa kesho atuelezee vizuri, na akishindwa kueleza, Bwana Spika, ajiuzulu, kwa sababu yeye ndio tunategemea, yeye ndio tumepatia lile jukumu akiwa kama waziri. Nataka kuwashukuru vijana hapa Eddie, na shukuru majority leader ama kiongozi wa Senator Asige. Thank you, Speaker.